أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. وبعد، يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nimepangiwa katika majlisi hii kuzungumza kuhusu dhana ya mabadiliko katika Uislamu. Na mabadiliko tunayokusudia hapa ni mabadiliko yanayotokea katika jamii kutoka katika hali mbaya kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni kwenda katika hali nzuri. Kwa hivyo ni yale mabadiliko chanya, si hasi, mabadiliko mazuri. Makusudio ya mabadiliko ni kwamba ile hali ambayo si nzuri ya jamii ya Kiislamu hasa, tunapotaka kuibadilisha kuelekea katika hali nzuri katika maeneo hayo niloyataja. Sasa umma wa Kiislamu uko katika hali mbaya kitaifa na hata kimataifa, kwa sababu umma wa Kiislamu katika ardhi wanayoishi imejaa vita. Kwa mfano, ukitizama Iraki unaona kuna vita, Syria kuna vita, Libya kuna vita, Afghanistani kuna vita, Bahrain kuna vita, na hata maeneo ambayo hakuna vita vya moja kwa moja kama mipaka baina ya Pakistani na India vile vile hakuna amani. Kwa hivyo ulimwengu wa Kiislamu ni ulimwengu uliojaa vita kwa kipindi hiki. Wakimbizi tumeshuhudia kuliko wakati mwingine wowote ule, kipindi ambacho jamii ya Kiislamu kwa kiasi kikubwa ni wakimbizi duniani. Wanakimbia kutoka nchi zao, Libya, kutoka Iraq, kutoka Syria, wanakimbilia Ulaya. Na Ulaya sasa hivi tatizo lao kubwa ni ukimbizi wa Waislamu wanaokimbia ardhi zao kukimbilia katika nchi za Ulaya. Nadhani mnaona nyote katika vyombo vya habari. Vile vile hali ya Waislamu duniani inashuhudia migogoro baina ya Waislamu kukua zaidi kuliko kipindi kingine, na pengine kutokana na kukua kwa kasi kwa vyombo vya mawasiliano vimechangia kwa kiasi kikubwa kukua kwa kasi kwa malumbano na migogoro baina ya Waislamu.
Leo hii kwa kutumia simu yako unaweza ukasambaza fitna yoyote ile ya Kiislamu, ya Waislamu, fitna kwa Waislamu, kuchochea malumbano baina ya Waislamu, jambo ambalo hata asiyekuwa Muislamu pia anaweza kutumia fursa hiyo, akakaa chumbani kwake akatengeneza message fulani akairusha kutukana madhehebu fulani, kisha yeye mwenyewe vile vile akatengeneza message nyingine ya kujibu ile akazirusha. Lakini na Waislamu wenyewe vile vile ni mawakala wa kuendeleza migogoro baina ya Waislamu ulimwenguni. Anaweza Muislamu mathalan wa madhhab ya Kishia yuko mahala kama Uingereza, anatoa hutuba zake anatukana madhehebu nyingine, kisha wanarekodi wanairusha, inakufikia wewe hata pale kijijini unapoishi, unaona namna ambavyo madhehebu yako inapotukanwa. Kisha kesho panapatikana shekhe mwingine na yeye anajibu ile na kusambaza. Kwa hivyo migogoro baina ya Waislamu imekuwa kwa kiasi kikubwa na inaendelea kukua sana, ikisaidiwa zaidi na vyombo vya habari. Nadhani sote tunaliona hilo. Vile vile umaskini, hali ya umaskini baina ya jamii ya Waislamu kimataifa na kitaifa ni kubwa sana. Stadi mbalimbali zilizofanywa zinaonesha kwamba Waislamu ndio walokuwa chini kiuchumi kuliko wengine, hasa jamii za Waislamu wa maeneo ya India, maeneo ya Bangladesh, Ufilipino na maeneo mengine, lakini vile vile wakiwemo Waislamu wa Tanzania, wakiwemo Waislamu wa Afrika Mashariki. Hali yao ni duni kiuchumi ukilinganisha na wengine. Huu ni ukweli tunaofahamu sisi. Katika miji ambayo Waislamu walikuwa na heshima yao, walikuwa na hadhi, leo hii Waislamu wameanza kuwa wageni katika miji yao. Dar es Salaam hiyo, maeneo yote ya mjini yalikuwa ni makazi ya Waislamu. Waislamu wameshaanza kuhama kwa sababu ya hali zao za kiuchumi, wanahama, wanahamishwa kwa sababu za kiuchumi, wanakwenda pembezoni mwa mji. Pato la Muislamu liko chini ukilinganisha na lisilokuwa la Muislamu, japokuwa asili ya Waislamu wanaishi katika maeneo yenye rasilimali kubwa. Elimu, Waislamu wako chini kuliko wengine kielimu, na takwimu mbalimbali zinaonesha duniani kwamba kiwango cha elimu cha Waislamu kiko chini ukilinganisha na wengine. Kwa mfano India, Waislamu wa India kwa stadi zilizofanywa kiasi miaka miwili iliyopita, idadi yao ni milioni 138 Waislamu wa India, ambao ni sawasawa na 13.4%. Lakini Waislamu hawa uwezo wao wa kusoma na kuandika uko chini ya kile kiwango cha taifa cha India cha wanaojua kusoma na kuandika. Kitaifa watu wa India 64.8, manake 65 wanajua kusoma na kuandika. Lakini tukiwachukua Waislamu peke yao tu, kiwango hicho kinashuka, kinakuwa ni 59.1. Kwa hivyo Waislamu wa India wako chini ya hata kile kipimo cha wanaojua kusoma na kuandika cha taifa lao, wakichukuliwa wao peke yao. Katika stadi zilizofanyika na bwana mmoja anayejulikana kwa jina la Murenga na wenzake katika kaunti ya Kakamega, Kenya,
eneo linalojulikana kwa jina la Mumias, linaonesha kuwa 74.4% ya mabinti wa Kiislamu walioolewa chini ya miaka 18, 74% ya mabinti hao imma hawakwenda kabisa shule au walisoma kidogo tu primary school. Study hiyo inasema kwamba familia za Kiislamu katika maeneo hayo hazipendi kupeleka watoto wao katika shule za serikali, wanapendelea waende madrasa. Na Tanzania ni hivyo hivyo. Waislamu kiwango chao cha elimu kiko chini sana ukilinganisha na wengine. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2006 kilifanya research kuhusu hali ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu Tanzania, dini zote na madhehebu zote. Na study yao ilionyesha kwamba ndugu zetu wa Kinasara wanamiliki taasisi za kielimu, manake shule kuanzia nursery school mpaka vyuo vikuu. Wanamiliki taasisi za elimu kwa 44.8%. Na study hiyo inaonyesha kwamba walikuwa wameizidi serikali kwa asilimia kwa pointi kadhaa, na Waislamu wanamiliki 12.2% tu. Pia hata hizo asilimia inawezekana kwamba kuna nyongeza, kwa sababu moja katika matatizo ya Waislamu, nakumbuka mwishoni mwa miaka 80 tulikuwa tukisoma Moshi, tulikuwa tunaenda kutibiwa katika hospitali inayoitwa kuwa ni hospitali ya BAKWATA, lakini ukweli ni kwamba yule aliyekuwa anamiliki hospitali ile si Muislamu, lakini kwa kuwa BAKWATA imesajiliwa na ina hadhi ya kitaifa, alikodishiwa lilo jina, akawa analilipia na akafungua hospitali yake. Utaona kwamba hata zile resource tulizokuwa nazo hatuzitumii sawa sawa. Kwa ufupi, haya ni baadhi tu ya maeneo yanayoonyesha hali ya Waislamu kimataifa vile vile na kitaifa. Sasa Waislamu si peke yao katika hali hii. Tukija Afrika tunakuta kuna matatizo ya elimu kwa mtoto wa kike, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kuna hali ya umaskini vile vile kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na kuna mambo mengi ambayo yanaashiria watu wa Afrika kutokuendelea. Lakini ukitizama, pamoja na kuwa Afrika ina umaskini, watu wa Afrika hawajasoma vya kutosha, watu wa Afrika sijui wana tatizo gani, ukichukua Waislamu katika hao, wao ndio waliokuwa chini kabisa. Sasa ukiwauliza Waislamu kwamba kwa nini hali yenu iko hivi, majibu ya Waislamu mara nyingi ni kuonesha kwamba kuna maadui wa kitaifa na wa kimataifa wanaofanya jitihada kuwadhulumu Waislamu na kuwaweka katika hali hiyo. Hapa napenda tuwe makini kidogo. Majibu ya Waislamu wengi na hata mimbari za Waislamu zinapotaka kuelezea hali hii mbaya ya Waislamu, mara nyingi hueleza kwamba maadui wa Waislamu wanafanya hila na vitimbi dhidi ya Waislamu kuhakikisha kuwa Waislamu hawaendelei. Haya ndio majibu yetu, mara nyingi ndio maelezo yetu. Mtakumbuka hivi karibuni palikuwa na mihadhara mingi inayozungumza kuhusu suala zima la mfumo uliokuwepo kwamba ni wa Kinasara, unatudhulumu sisi Waislamu, unatubagua, unatutenga katika shughuli za maendeleo.
wana mikataba na serikali, wanasaidiwa wao tu. Tukija kimataifa tunaizungumzia Marekani na nchi za kimagharibi zinavyoanzisha vita katika nchi za Kiislamu ili watunyonye sisi. Kwa hivyo majibu yetu mara nyingi huwa kwamba maadui wa Uislamu ndio walotufikisha hapa na ndio wanaofanya haya yote ya kuhakikisha kuwa Waislamu hawaendelei. Haya ndiyo majibu tuliokuwa nayo. Sasa kama haya ndiyo majibu, ina maana kama tunataka mabadiliko ni wao wasitudhulumu, wasitupokonye, wasitupore mali zetu, tutaendelea. Kwa hivyo wao ndio wanaweza kuleta mabadiliko yetu. Kama wametubadilisha wakatufikisha hapa, vile vile wao wakibadilika ndio tunaweza tukaendelea. Hivi ndivyo tunavyofundishana sisi. Sasa mimi sikatai kwamba Waislamu wana maadui, na wala hatukatai kwamba kule Libya ile vurugu iliyoko pale imesababishwa na mataifa makubwa yanayotaka kunyonya ardhi ya watu wa Libya. Hatukatai, wala hatukatai mkono wa nchi za kimagharibi kule Iraq na pale Syria. Vyote hivi hatukatai, wala hatukatai kwamba Tanzania katika kipindi cha ukoloni ilipokuwa ni Tanganyika, Wajerumani walikubaliana na wamishenari kuhakikisha kwamba elimu itasimamiwa na wamishenari, na ikaanza hatua ya kumarginalize Waislamu katika education. Hatukatai, haya ni mambo yametokea. Mwanzoni maustadhi na walimu wa kidini Waislamu walikuwa wakilipwa na serikali ya Kijerumani kwa kule kufundisha, na Mjerumani alipokuja katika ardhi yetu akahitajia maakida na maliwali wamsaidie kutawala ardhi yetu, hakuwapata ila Waislamu ndio walikuwa wamesoma, wanaojua kusoma na kuandika. Na nyie nyote mnafahamu miji hii imejengwa na nani? Miji hii tunayoiona leo hii, Dar es Salaam na miji mingine ya pwani, hata miji ya kati huko Arusha na pengine, pale katikati ya mji sawa sawa ni Moshi, Kilimanjaro, ni Arusha au mikoa ya pwani, pale katikati palipokuwa na maendeleo na ustaarabu na nyumba za kisasa ni makazi ya Waislamu, kwa sababu wao ndio walitangulia kuwa wastaarabu, waliokuwa na civilization, jenga nyumba, wakaishi maisha ya pamoja. Na hivi ndivyo wakoloni walivyokuta miji kama ya Mtwara, Lindi na pengine kule, tangu hata Wareno kabla ya kuja kwa ukoloni huu waliwakuta watu tayari wana nchi kamili, mpaka sarafu wanazo, sarafu zao. Hii ni historia, haikataliki. Ina maana kwamba kuna siku sisi tulikuwa mbele, lakini leo hii tuko namna hii. Hali yetu ni kama hiyo. Zile nyumba zetu tunauzia wengine, sisi tunaondoka tunakwenda nje ya miji. Hatufai tena kukaa katikati ya ile miji kwa sababu hatuwezi kustahamili maisha katikati ya ile miji. Hali hii utaikuta Dar es Salaam, utaikuta Arusha, utaikuta Moshi, utaikuta hata katika maeneo ambayo Waislamu ni wachache. Kwa hivyo hatukatai kule kufanyiwa, kule kufikishwa hapa tulipofikishwa na watu nje ya jamii ya Kiislamu, hatulipingi hilo. Lakini suali la msingi ni kwamba imekuwaje tukafikishwa hapa? Tumefikishwa hapa kwa sababu tulikuwa tunafaa kufanyiwa hivyo. Yaani hali yetu ilikuwa inaruhusu sisi kufanyiwa hivyo. Nakumbuka kuna kisa cha bwana mmoja ambaye alikuwa anapenda sana kusengenya. Tabia yake ni kusema sema watu sana. Sasa siku moja akapita bwana mmoja mnene, ana mwili mkubwa,
Alipopita akaanza yule bwana kumsengenya mbele ya wenzake. Wenzake wakamwambia, bwana wewe hukomi tabia hii bwana, acha mambo ya kusengenya bwana, sio tabia nzuri. Akasema hivi, kweli kusengenya si kuzuri, lakini yule jamaa bwana anasengenyeka, yani alivyo anasengenyeka. Kwa hivyo alitaka kujustify kile kitendo chake kwa kusema kwamba vile alivyokuwa anasengenyeka, kwa hivyo nimemsengenya kwa sababu alivyo tu anasengenyeka. Tunataka kusema hivi, Waislamu namna walivyo tu wanafaa kudhulumiwa, kwa sababu yule aliyekusudia kukudhulumu amegundua kwamba una udhaifu ambao akipenya anaweza akakudhulumu. Kwa hivyo wakumlaumu si yeye, ni kulaumu hali yako wewe kwanza, kwamba ilikuwaje ukakaa katika mazingira ukafaa kudhulumiwa. Na hapa ndipo tunaposema kwamba mabadiliko ya kweli hayaanzi nje, yanaanzia ndani. Hayaanzi kwao wao waache kutudhulumu, bali yanaanzia kwetu sisi kwa kusimama kidete tukawa hatufai kudhulumiwa. Nadhani tumeelewana vizuri. Waarabu wana msemo wanasema kwamba mtu hawezi kupanda mgongoni kwako mpaka uiname. Sasa kama hujainama hawezi kupanda, lakini kwa kuwa Waislamu waliinama, walimruhusu mtu kupanda mgongoni mwao. Sasa kama wanataka kurudisha hadhi yao na heshima yao, dawa si kumtupia madongo yule, bali ni kujirekebisha wao hali yao, wakawa hawafai tena kudhulumiwa. Kwa lugha nyingine, mabadiliko ya kweli yataanzia kwetu na wala hayaanzi nje. Lazima yawe from inside out, kuanzia ndani kwenda nje, from bottom up, chini kwenda juu. Lakini hayawezi kutoka nje yakaingia ndani kwa Waislamu, kwa sababu kuna mtu anataka kuwaletea mabadiliko Waislamu, basi akawaletea akaacha kuwadhulumu. Ikiwa mentality yetu ni hiyo, basi Waislamu hawatazinduka kamwe. Wakutuhumiwa wa kwanza ni wewe nafsi yako. Ukitaka kubadilika, jituhumu kwanza, jitie kizimbani, jimurike, utizame kasoro zako, usitafute mchawi nje. Kwa hivyo familia zetu zimekufa, maisha yetu ya kijamii yamekufa, sisi wenyewe hatuna maendeleo yoyote. Labda niwapeni mfano. Leo hii sisi tuko katika kipindi cha uchaguzi, na wauliza Waislamu, ajenda yenu kama umma wa Waislamu Tanzania iko wapi? Tuna ajenda ya pamoja? Je, Waislamu wana ajenda ya pamoja kwamba kiongozi atakayekuja atufanyie kadha na kadha na kadha? Kuna ajenda ya pamoja? Tuna ajenda binafsi tu. Ukimwona Muislamu yuko mbele ana ajenda yake binafsi. Lakini ajenda ya umma ya pamoja ambayo tunaweza kusema kwa sauti moja, jamani, tatizo letu sisi ni hili, tunaomba yoyote atakayeingia atufanyie na sisi kadha na kadha na kadha. Na wao wangeona nyinyi mmejiorganize vizuri, wangekuja kwa heshima, kwa adabu zote, na wakawasikilizeni kwamba mnataka nini, kwa sababu na wao wanahitajia kura zetu. Waislamu leo hii wengine wako mashariki, wengine wako magharibi, bali wanatukanana kwa sababu ya tofauti za vyama. Ajenda yao wameisahau kwa sababu haipo. Hili vile vile mmefanyiwa. Marekani ndio kawaambia hivyo. Kuna adui amewaambia msiwe pamoja. Kwa hivyo utaona kwamba wakulaumiwa ni Waislamu wenyewe ambao hawajajipanga, wana kasoro, wana udhaifu ambao wanatakiwa wajimurike, wakusanyike pamoja, waache ikhtilafu zao ili wawe na sauti moja. Hiyo sauti itakuwa na nguvu, ataisikia adui na rafiki, itakuwa na heshima, wala hawatopangiwa mambo hayo na mtu kutoka nje. Sasa ningependa
kwa sababu ya muda wetu, nitoe mapendekezo ambayo nadhani kwamba lau kama yakitumika na jamii ya Kiislamu yanaweza angalau yakaleta mabadiliko. Kutuhumu watu nje ya Uislamu si hoja ya msingi. Hoja ya msingi ni kujituhumu sisi wenyewe kwanza. Tukishajituhumu tukapata maumivu kwamba sisi ndio sababu, tutabadilika. Utaona baada ya uhuru nchi nyingi za Afrika, miaka mpaka 20, 30, 40, 60, nchi zile maendeleo hakuna bado. Lakini kazi yao kubwa ni kuwaambia wananchi kwamba ukoloni bwana, athari za ukoloni, wakoloni wanatunyonya, ukoloni mambo leo. Mara nyingi huwa ni kisingizio tu. Wangeweza kufanya mabadiliko, kwa sababu kuna nchi ambazo zimepata uhuru kwa kipindi hicho hicho zikaweza kuleta mabadiliko ya watu wake. Sasa hii siasa ya kutuhumu watu wa nje huwa haileti mabadiliko. Tusiendelee kulaumu kiza na kulaani kiza, tuwashe mshumaa angalau. Sasa Waislamu wafanye nini? Kwanza kabisa, madrasa zetu, na nyie nyote mnafahamu kwamba madrasa zinaelekea kufa. Madrasa zetu ambazo ni mhimili wa dini yetu zinakufa kwa sababu vijana wazazi wao wanapendelea sana wasome masomo ya kisekula, na wanapewa homework mashuleni, wanakuwa full occupied na masomo ya shule, hawana muda hata wa kuweza kusoma mambo ya madrasa. Lakini kwa sababu nyingine ya msingi kwamba wazazi hawapendi sana, hasa vijana wao wanapopevuka tu, kama ni binti anapopevuka kidogo, kijana ameshakuwa mtu mzima, hawashughuliki tena kuwapeleka madrasa, kwa sababu madrasa haitoi kile wanachokiita marketable skills, taaluma ambazo zinaweza kuwapa access katika labor market, yani taaluma ambazo zinaweza kuwasaidia kuajiriwa. Kwa hivyo hawataki kuproduce maustadhi hawana kazi, na waliokuwa na kazi hawana mshahara mzuri. Kwa nini familia ikusukume na wewe ukasome kule? Maana hutoweza kuwasaidia, sio? Na wao wanawekeza, wanahitaji kuja kusaidiwa. Kwa sababu ya mtazamo huo, madrasa zinakufa, zinabaki madrasa za watoto tu wadogo, wakishapevuka tena hawaendi. Sasa moja katika solution, kwa sababu madrasa ndio Uislamu wetu. Ikiwa hatuna madrasa, hatuna Uislamu tena. Hatutojua tohara yetu, hatutojua swala yetu, ibada zetu tutakuwa tuzifahamu, hatimaye Uislamu wetu tutakuwa hatuujui. Kwa hivyo hatua ya kwanza, hizi taasisi zetu za elimu zinazofundisha masomo ya kidini zitoe vile vile miongoni mwa taaluma, zitoe taaluma ambazo zinaweza kumsaidia kijana kujiajiri. Kama ni mabinti, wasome mambo mengine ambayo wanaweza kujiajiri, kama ushonaji, kama masuala ya kompyuta. Kama ni vijana, wasome mambo ya umeme, wasome vitu ambavyo hawatakuwa tegemezi vikiambatana na masomo ya madrasa, ili angalau wazazi sasa wahamasishe watoto kusoma kule, kwa sababu watapata dini yao na dunia yao. Hili nadhani kwa haraka linaweza kusaidia. Lakini jingine la pili ni kule Waislamu kutumia vizuri rasilimali walizokuwa nazo. Hili linaweza kuleta heshima. Sisi Waislamu kama tulivyosema ndio tunaishi katika maeneo ambayo ni potential. Mfano mmoja mzuri, ukianzia Tanga mpaka wa Tanzania na Kenya, ukanda wa pwani huo, uje nao mpaka Bagamoyo, Dar es Salaam, uende mpaka Kisarawe, sijui wapi, Rufiji, Mtwara, Lindi.
Eneo hili ni eneo muhimu sana, lina ardhi nzuri na ni eneo linalopakana na bahari, na ni eneo la Waislamu kwa asilimia kubwa. Hiyo rasilimali tayari sasa inaanza kuponyoka kutoka katika mikono ya Waislamu. Mama wa Kiislamu anapotaka kumuozesha binti yake, anataka achezwe, anataka sijui sherehe ya harusi, anauza ardhi, anauza shamba ili watu wacheze ngoma. Na ile ardhi tulokuwa nayo utakuta pengine 5-10 ndio inayotumika. Ameridhika tu kulima mihogo yake kama bustani tu, ardhi nyingine yote ni pori, amebaki kusema tu ya kwetu hii tumerithi kwa babu zetu, haitumii kwa chochote kile. Mtu hawezi kulalamikia umaskini ili hali ana ardhi kiasi hicho. Ukanda huu wa kwetu, wale waliotoka kule makwetu, kuna matatizo ya ardhi, na hata iliyokwepo si ardhi nzuri. Wakiiona ardhi hiyo ni pepo, kazi wanayoifanya ni kuishambulia kwa kasi. Tembeeni sasa hivi mtizame ukanda huo namna ardhi zilivyochukuliwa. Hii ina maana kwamba sisi baada ya miaka michache tutakuwa wageni katika ardhi zetu. Huo ndio ukweli. Hili pia ni la kusingizia kwamba kuna watu wa nje wanatufanyia hivi. Aliyokunyima kulima katika shamba lako lile ni adui kutoka nje, au ni hali yako wewe mwenyewe? Ardhi iko mbele yako, ina rutuba, lakini huitumii ardhi yako ile vizuri. Na kama unauza kwa bei rahisi, hakuna Tanzania nzima eneo ambalo ardhi zinauzwa rahisi kama maeneo ya Waislamu. Nenda Tanga mpaka huko Udigoni, utakuta wameshaingia watu Waislamu, wamekuwa wageni. Anakuja bwana, ananunua ardhi kwako, kisha anaanza ufugaji pale, anaanza kilimo pale, na hatimaye anakuajiri wewe mlinzi. Unakuwa ni mlinzi katika ardhi ambayo ilikuwa ni ardhi yako. Haya mambo si ya kusimulia, yapo. Kwa hivyo moja katika maeneo ambayo ni muhimu sana kuleta muamko kwa Waislamu ni kutumia rasilimali zao vizuri kwanza, na kutambua thamani yake, wazihendo vizuri. Hili vile vile si la kusingizia nje, linatuhusu sisi wenyewe, limo mikononi mwetu, halikufanywa na adui. Lakini vile vile mwenye kuweza aendelee kuokopai, kushika maeneo, kwa sababu dunia tunayokwenda nayo, mwenye ardhi ndio anaweza kusurvive. Miaka michache tu, tuseme uchaguzi ujao, miaka 5 ijayo, Mungu akitupa uhai, tatizo Tanzania patakuwa na tatizo kubwa la ardhi. Mabepari watakuwa tayari wamechukua maeneo yote muhimu, na kesi za ardhi ambazo zimeanza kwa kiasi kikubwa Tanzania zitazidi kila siku. Si mnasikia kila siku kuna mapambano kuhusu ardhi, wafugaji na wakulima, mwekezaji na wananchi. Hayo ndio malumbano tunayasikia sasa hivi. Mwekezaji kapewa, wananchi wanasema mkwetu, hamjatulipa fidia, mbona hatukutambui? Sisi tangu mababu tunalima hapa. Anaambiwa hapana, huyu kapewa na serikali. Hali hiyo baada ya miaka michache, kwanza itaendelea kwa kasi, lakini baada ya miaka michache anaimiliki ardhi atakuwa ni mtu mwenye thamani katika jamii. Hili nalo limo mikononi mwetu, hatujachelewa sana. Vile vile kulinda rasilimali zetu. Wale wanaoishi katikati ya mji, kama ni pale Arusha, kama ni pale Moshi, ni hapa Dar es Salaam, ni pale Mbeya, ni pale Iringa, ni pale Songea, Tabora, Shinyanga, Mwanza, kwa sababu ya hali ya umaskini wamehamishwa sana. Sisi Waislamu tumerithi mathalan nyumba kwa mzee. Niko mimi na ndugu zangu kwa mfano,
baada ya kurithi nyumba ile hakuna aliyefikiria atoke ndani ya nyumba ile akajenge na yeye ya kwake. Tumeridhika na ile nyumba tu. Sasa mimi ninaoa na kuwa na watoto wangu na watoto wanafikia umri wanaoa, nyumba ni ile ile inakuwa ndogo. Ikishaanza kuwa ndogo migogoro inaanza. Kwa kuwa kuna maslahi, tuko katikati ya mji tunafungua maduka mbele, mgao unaleta mgogoro. Fulani tu ndo anaichukua hela za maduka. Bora tuuze kila mmoja achukue chake. Nyumba nyingi za kwetu tumeziuza namna hiyo. Sasa baada ya kuuza mnakuwa wageni katika mji wenu. Anayetumia kuoa mke wa pili na watatu anatumia, baada ya muda anafilisika, anaacha mke wa kwanza wa pili, pengine anaacha wote pia. Sasa tunaweza kulinda hizi rasilimali zetu kama tumejipanga, tukahakikisha kwamba mtu bora ukose chakula cha siku lakini sio uuze nyumba. Utabora ule mihogo na viazi vya kuchemsha, lakini rasilimali yako inaokupa hadhi na heshima usiitoe, kwa sababu hatimaye utadhalilika katika mji wako. Hili vile vile limo mikononi mwetu. Jengine ambalo pengine mawili matatu ya kumalizia, kupambana dhidi ya hali ya uvivu katika jamii ya Kiislamu. Jamani, na hili pia tumefanyiwa. Je, nyinyi hamuoni katika misikiti yetu kuna watu wanaoshinda katika kibaraza cha msikiti kuanzia asubuhi mpaka jioni? Si hali ya kawaida hiyo? Wale wanaoshinda katika dumna ile na bao asubuhi mpaka jioni sio Waislamu? Wale wala mirungi sio Waislamu? Ukimuona asiyekuwa Muislamu anakula mirungi, kwanza unamshangaa kwamba katoka wapi na yeye anakula mirungi, kwa sababu ni sifa yetu sisi. Ukiingia katika miji yetu kama Mombasa mathalan, usiku ile migomba ile ya kufungia mirungi barabarani utadhani panafugwa ng'ombe. Waislamu wameshawahi kufanya research kwamba wanatumia kiasi gani kwa siku kwa ajili ya mirungi? Wameshawahi kufanya research kwamba ni familia ngapi zimevunjika kwa sababu ya mirungi? Sasa haya vile vile ya mirungi tumeuziwa na Marekani, ndio alotuletea mirungi. Ni serikali imetubembeleza, jamani nyinyi Waislamu kuleni, wengine wasile. Hili letu ni tatizo letu, tulitizame. Masaa anayoyatumia Muislamu kula mirungi kwa siku. Kisha mara nyingi mimi nawaambia jamaa zetu kule Arusha kwamba mara nyingi mla mirungi haswali salati subhi, japokuwa anakesha kwenye mirungi. Anakula mirungi yake mpaka inafika saa 9 saa 10 ndio anakwenda kulala. Mchana mla mirungi amelala kuanzia alfajiri na mchana kutwa, akiamka saa 9 saa 10 anakwenda kutafuta mirungi ya usiku ule. Kisha yule mpangaji aliyepangiwa duka pale katika nyumba yao, akishaona amemaliza ile kodi kwa mirungi, anakopa kwa mpangaji ya mwezi ambao hata hujaingia. Mpaka wengine nakumbuka aliwahi kukopa mpaka miaka 5 kwa mpangaji wake. Miaka 5. Kisha chukua kodi ya miaka 5. Kwa sababu kamaliza mirungi, anahitajia mingine na hana namna ya kununua mirungi mingine, na huyu bwana amepangisha kwake, nipe tutakatana tu. Na wengine wameuza nyumba zao kwa sababu ya kukopa kwa wapangaji wao. Anakopa, inafikia mahala yule bwana anamuuliza, sasa utanilipaje? Sina namna ya kulipa, tuandikishane bwana, mimi nikumalizie nichukue nyumba. Na akimaliza tu urafiki umekwisha. Bwana wewe utaondoka lini? Wewe ndio unaondoshwa katika nyumba. Na kwa sababu mambo yameharibika, hata mzozo katika ndoa unaingia, mnaachana na mke wako.
Jamani, haya tunayasimulia si hapo? Haya tumefanyiwa na Marekani, ni serikali imetufanyia haya, yamo mikononi mwetu, tunaweza kufanya mabadiliko. Kwa hivyo hili la msingi vile vile tulitizame. Kubwa kuliko yote ni kuchange mindset yetu. Mindset ni ule mjengo tuliokuwa nao katika akili zetu. Sawa ni kuhusiana sisi wenyewe Waislamu kwa Waislamu, au ni zile fikra potofu za Kiislamu za fatalism, majaliwa. Mungu katujalia, ndio alipotujalia, Mungu kawajalia wale. Dhana ya kujaliwa namna hiyo haipo kwa Mwenyezi Mungu. Umejijalia wewe mwenyewe. To change mindset yetu dhidi ya sisi kwa sisi, kuamini kwamba kwa kuwa wewe ni mshia, msuni ni adui yako, kwa kuwa wewe ni msuni, mshia ni adui yako. Tunawapa nguvu maadui. Na yeyote yule atakayepanda mimbari ya mtume katika msikiti akatangaza kutenganisha baina ya Waislamu wamtizame kuwa ni adui wa Waislamu, kwa sababu kutenganisha baina ya Waislamu ni kuwapa hao maadui nguvu za kupanda juu ya migongo yetu. Tutafute umoja ambao si wa kisiasa, umoja wa kweli baina ya Waislamu. Usimchukie ndugu yako kwa sababu mnatofautiana kimadhhabu, kwa sababu masuni wenyewe kwa wenyewe wanatofautiana, mashia wenyewe kwa wenyewe wanatofautiana. Sasa kwa nini umtenge mwenzako? Tuunganishwe na duara la Uislamu kwamba sote ni Waislamu, na tujue kwamba tutapata changamoto kubwa, kwa sababu kama umma wa Kiislamu ukiamka, kuna baadhi ya viongozi wa Kiislamu hawapendi kuona umoja kwa sababu ajira yao itakuwa imekufa. Yeye hajui maudhui yoyote ingine, anajua akipanda mimbar anajua tu kutaja msimamo wake na kukosoa mwingine, ndio elimu alokuwa nayo. Sasa kama hakuna mizozo, atapanda mimbar tena, atazungumza nini sasa? Ili hali chombo chake kimejaa hayo tu, elimu yake imejaa hayo tu. Kwa hivyo kama tutazuia migogoro na kule kuhamasisha watu Waislamu dhidi ya wengine, ina maana yeye atakuwa hana jukwaa tena la kuzungumza. Kwa hivyo utamuona mtu huyu hapendi umoja, raha yake yeye ni kutukana wengine. Na sisi waumini kazi yetu ni takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, tunahamasika, anasikia raha zaidi. Lakini tungekuwa tuna akili ya kumkatalia kiongozi wa sampuli hiyo, angeshika adabu zake, angepanda katika mimbar, angezungumza yale tu ya kujenga, si ya kubomoa. Kwa hivyo tusiwalaumu viongozi, na sisi tunalawama kwamba tumeshindwa kuwasimamia viongozi wetu, kuwaambia kwamba hili si sawa sawa Kiislamu. Mbona Qur'ani inasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu? Kwa hivyo tuwahimize kwamba maagizo ya Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipohama kutoka Maka kwenda Yathrib, iliyojulikana kwamba ni Madina baadaye, aliwakuta wana ikhtilafu sana baina ya Ausi na Khazraj na wengine. Ndio wakaambiwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, msitengane, nyie nyote ni Waislamu, hata ukiwa ni Ausi au ni Khazraj. Na akafanya Mtume muakhati, udugu baina ya watu wa Ausi na Khazraj, baina ya watu wa Maka na Madina, ili kuleta umoja ambao aliweza kuasisi dola lenye nguvu. Kwa hivyo hiyo ni hatua muhimu sana ya kuchange mindset zetu, lakini vile vile kuwa na semina nyingi kama hii ambazo zitalenga kuelimisha umma wa Kiislamu juu ya mshikamano na umoja baina yao. Na mwisho kabisa, matumizi yetu ya misikiti si matumizi ambayo yanaweza kuleta maendeleo ya Waislamu. Msikiti ndio mahala ambapo Waislamu wanakusanyika kila siku
mikutano ya waislamu katika swala kuanzia salati subhi mpaka salatu al-ishai haitumiki vizuri. Shekhe akimaliza tu swala yake al-Fatiha, watu wanasoma alhamdu, kisha ananyanyua mikono, watu wanaondoka zao. Ikiwa misikiti inatumika hivi, miaka 1000 hatutoendelea. Kwa sababu malengo ya misikiti haikuwa ni kusali tu na kuondoka, bali ilikuwa ni kukusanya waislamu kwa ajili ya shughuli zao za maendeleo. Sasa kama hatutumii fursa ile, katika msikiti wanaoswali watu kuna wahasibu, kuna walimu wa shule, kuna wahandisi, kuna madaktari, kuna wataalamu mbalimbali wanakuja kuswali nyuma ya imamu. Kwa nini hawa wasitumike kuleta maendeleo, kupanga maendeleo? Ni aibu ikiwa msikiti haumiliki hata nasar school. Na kuna misikiti hapa makwetu ina hadhi ya kumiliki sekondari bali university, kutokana na idadi ya watu wanaoswali pale, kutokana na sadaka zinazokusanywa pale, kutokana na wataalamu wanaokwenda kufanya ibada pale. Hizi ndio ajenda ambazo zingetakiwa zipangwe za Waislamu. Baada ya hapo hakuna adui yoyote atakayewaweza. Waislamu walikuwa wanalalamika masala ya kadhi, tumenyimwa kadhi, Kwa hakika mimi huwa nashangaa kwa nini Waislamu wapiganie ukadhi kupewa na serikali. Waislamu wakiamua kuhukumiwa na shekhe katika matatizo yao, hakuna serikali itakayoingilia. Yani Waislamu wakiamua kwamba mizozo yao, mambo yao ya mirathi, mambo ya talaka, mambo ya ndoa, kwamba kesi yake itapelekwa kwa shekhe tu, serikali itaingilia? Serikali itakuambia kwa nini upeleki mahakamani? Haiwezi kuingilia, ni utaratibu wa watu wamejiwekea. Lakini kwa kuwa tuna kasoro sisi, tunahitajia serikali isimamie ukadhi. Maana yake ni kwamba Waislamu walazimishwe kwenda kwa kadhi kuhukumiwa, ndio maana yake. Lakini Waislamu wenyewe wanaweza kuamua, wamezozana masala yao, hawayapeleki mahakamani, wanakwenda kwa shekhe. Shekhe anawahukumu Kiislamu na swala linakwisha. Hii ndio changamoto niliyopenda kuitoa mbele yenu. Nas'alullah al-auna wa at-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu